Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania mapema wiki hii imetangaza kuanzishwa kwa majimbo mapya 8 ya ubunge na kubadilisha majina ya majimbo 12 ya uchaguzi yatakayotumika kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani nchini Tanzania mwezi Oktoba mwaka huu. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Rufani Jacobs Mwambegele, ndiye aliyetangaza mabadiliko hayo. Majimbo mapya ya uchaguzi yaliyoanzishwa. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na vigezo vya ugawaji wa majimbo vilivyoainishwa, tume imezingatia zaidi vigezo 4 ambavyo imevipa uzito kwenye mchakato wa ugawaji wa majimbo. Vigezo hivyo ni A, idadi ya watu, ambapo kwa majimbo ya mjini kigezo kilikuwa kuanzia watu 600,000 na kwa majimbo ya vijijini ilikuwa kuanzia watu 400,000. B, uwezo wa ukumbi wa bunge, kwamba kwa sasa ukumbi wa bunge una uwezo wa kuchukua wabunge wapya wangapi. C, idadi ya wabunge wanawake kwa viti maalum. Na D, jimbo moja la uchaguzi kutokuwa katika wilaya au halmashauri 2. Napenda kutangaza rasmi kwamba jumla 3,960 zitatumika kwa ajili ya uchaguzi wa madiwani kwa Tanzania bara katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kama ulivyosikia tangazo la mgawanyo wa majimbo nchini Tanzania, hatua kama hiyo imewahi kufanyika nchini Kenya mwaka 2023, ambapo mwanasheria mkuu wa Kenya Githu Muigai alielezea mtazamo wake kuhusu mchakato wa mgawanyo wa majimbo, huku akionyesha wasiwasi kuhusu idadi kubwa ya watu binafsi katika bunge la Kenya, maeneo bunge na kaunti. Ili kujadili zaidi kuhusiana na migawanyo hii ya majimbo, awali nimezungumza na Sagara, mchambuzi wa siasa kutoka nchini Kenya, na Beatrice Kimaro, mchambuzi wa uchumi kutoka Tanzania, ambaye anaanza kutoa mtazamo wake. Ninaweza kuitazama katika zana mbalimbali. Kwanza kwenye zana ya uchumi wa umma, lakini pia katika swala zima la usawa wa ugawaji kwa maana ya equity, lakini na tatu ni ufanisi wa kiutawala. Kwa maana ya kwamba ili kufanikisha haya sasa tunaweza kuangalia mambo makubwa matatu. Moja, uchaguzi wa majimbo na kata mpya unamaanisha kuwa serikali inalazimika kupanua sasa wigo wa utumizi kwa maana ya ule ugawaji mzima wa rasilimali tunaziita public resource allocation. Lazima igawanye ya maendeleo, lakini pia lazima igawanye kwa kuangalia mishahara na posho za watendaji wa kisiasa na kiutawala, kwa sababu hapa sasa tutakuwa na mbunge mpya, lazima ana bunge. Lakini pia inaangalia pia miundombinu mipya ya utawala, kwa maana lazima sasa ofisi zitajengwa za kiserikali, lakini lazima kutakuwa na vituo mbalimbali na huduma mbalimbali za kijamii zitaongezeka pale. Nikitolea mfano kwenye hili jimbo la Mtumba lililokuwa katika jiji la Dodoma, sasa linaweza kupewa bajeti yake mahususi kwa maendeleo, kwa sababu hapo awali ilikuwa inategemea bajeti nzima ya jiji. Lakini pili, utoaji wa huduma hizi au mgawanyo huu wa majimbo unaweza pia kupelekea unaweza kuleta fursa ya kupelekea huduma kuwa karibu zaidi na wananchi kama sema. Kwa maana ya kwamba kwa mfano ukizungumzia watu wa Chamazi ambapo walikuwa kule Mbagala, sasa wanaweza kupata fursa ya maendeleo tofauti katika kufanikisha maeneo yale. Lakini pia kata mpya kama zile zilizotajwa za kule Ngerenyani, kule Longido, zinaweza kuingizwa kwenye bajeti ya huduma kama maji, elimu, afya, na hizi zinaweza kusaidia pia katika kuleta uwazi zaidi wa maendeleo na shughuli nzima za serikali. Stella, unaona kuchora upya kwa mipaka ya maeneo bunge kunaweza kuathiri vipi maoni ya umma, hasa kuhusu haki ya uchaguzi na masuala ya uadilifu wa kidemokrasia hasa katika taifa? Mara nyingi inaweza kufanya wananchi waone ya kwamba pengine wamewekwa katika sehemu ambazo wako katika jamii ambazo hazielewani. Najua kutoka kwenye experience ya Kenya tulikuwa na wakati ambapo kuna watu ambao walikuwa nasema hawasikizani na wale majirani ambao wamewekwa kwenye jimbo moja ama kata moja, na inabidi kukuwe na kazi ya kuhakikisha kwamba wameanza kupata mawasiliano na kuweza kuzungumza ili waweze kusikizana kwanza kabla ya kuanza uongozi. Jambo la pili ni kwamba ukiangalia mambo ya uongozi, kama kuna uongozi bora kutoka juu, majimbo yakiongezwa ama yakitengenezwa, uongozi pia unaenda mpaka chini. Lakini kukiwa kuna ufisadi, kuna uongozi mbaya kutoka juu, hiyo pia inazidi kwenda mpaka chini. Inaleta ugumu sana katika uongozi, hasa tunapokuwa na majimbo mapya ambayo yanatengenezwa katika nchi ambayo iko na ufisadi ama ina uongozi bora. Jambo la tatu ni kwamba kama alivyotaja mwenzangu Beatrice, expenses ama zile pesa ambazo zinatumika katika maendeleo zinazidi kuongezeka. Wakati mwingine huwa inasaidia pia wakati
unapata watu ambao wanaandikwa kazi manyumbani kwao, kwa hivyo inaweza kupeleka ujuzi katika sehemu tofauti, hasa wakikubali ya kwamba watu waandikwe kazi katika sehemu tofauti. Kwa hivyo ina faida zake na ina madhara, lakini hili ni jambo ambalo linafaa kufanyika mbali na uchaguzi, kwa sababu yale mambo ambayo yanazingatiwa ili kuweza kugawa majimbo ni mambo ambayo ni muhimu sana katika bajeti, ni muhimu sana katika planning, na ni muhimu sana katika kuamua vile ambavyo nchi itaweza kuendeshwa. Na kuzungumzia hayo kama uchaguzi unakuja na sana, kwa sababu wakati wa uchaguzi ni wakati wa kugombea viti, na kila mtu anakuja na interest zake, ambayo inakuwa ngumu sana kuhakikisha ya kwamba mazungumzo yanafanywa yakizingatia mahitaji ya wananchi. Hii inaweka wapi mstari kati ya uwakilishi sawa na uwakilishi kupita kiasi? Ndio, kunahitaji uwakilishi sawa, lakini kuna wakati mwingine tunajaribu kusuluhisha shida ambazo zingeweza kusuluhishwa katika njia za administration ama za kufanya kazi, na tunaamua kuzitatua kwa kuongeza watu na kuongeza majimbo. Ikifanyika kama kwa mfano ikifanyika kwa wakati ambapo uchaguzi unakuja kama sasa hivi, mara nyingi maamuzi hayo yanafanywa ili kuweza kuongeza nafasi za watu wengi kupata kazi, bila kuzingatia kama itahitajika hiyo jimbo iweze kuongezwa. Jambo lingine ni kwamba uwakilishi sawa mara nyingi haimaanishi ya kwamba mtu mmoja anafaa waongoze watu 5. Inaweza kuwa ni mtu mmoja anaongoza watu milioni 5, lakini kama wameweza kupata rasilimali ya kutosha, wameweza kupata mipango na strategies ambazo wanatumia kuleta maendeleo, hata kama ni mtu mmoja anawakilisha watu 500 ama watu milioni 5, ataweza kuwawakilisha vizuri. Sio hesabu ya majimbo ama hesabu ya viongozi ndio inaamua kama kuna uwakilishi sawa. Mara nyingi kuna mambo mengine mengi ambayo yako hapo kati, na ni lazima yazingatiwe wakati majimbo yanaongezwa ama yakipunguzwa. Hebu tusikie Beatrice, pengine una mtazamo tofauti katika hilo. Nakubaliana na Stella moja kwa moja, kwa sababu lazima vitu vya msingi vizingatiwe. Sasa hii tume huru ya uchaguzi ambayo imeweka vigezo vyake, vimesema kwa mijini, kwenye kila idadi ya watu 600 kunapaswa kuongozwa na mbunge mmoja, lakini ukienda vijijini kwa kila idadi ya watu 400 inapaswa kuongozwa na mbunge mmoja. So ikiweka namna hiyo, manake inazungumzia kwa uwakilishi kupitia kiasi. Hii ni pale ambapo majimbo yanaundwa na idadi ndogo ya watu, lakini gharama za uendeshaji zinakuwa kubwa. Sasa huku upinzani tayari ukibua wasiwasi kuhusu ukandamizaji wa kisiasa, uwazi na ushirikishwaji, una umuhimu gani katika michakato kama hii? Inaweza kuwa ya kwamba kuna wengi ambao wataachwa nje katika mipango ya uchaguzi unaokuja, kwa sababu kwa mfano inamaanisha kubadilisha mambo mengi sana, hata katika yale vile vifaa vya uchaguzi, kwa mfano ballot papers na kadhalika, kama kutakuwa na sehemu mpya, viongozi ambao watasimama zile area na kadhalika. Nadhani pia ni muhimu kuzungumzia jamii ya wananchi na vile ambavyo watasikia kulingana na sehemu ambazo wamewekwa, na vile ambavyo wataweza kuangalia kama uchaguzi umefanywa vizuri, kwa kizungu tunasema free and fair election, kwa sababu wakati mwingine watu wanaona kwamba ugavi wa majimbo inafanywa ili upande moja advantage kushinda nyingine. Mimi naweza tu kusema au naweza kuzungumzia kwamba tume inapaswa kuhakikisha tu majimbo haya mapya yanakuwa chachu ya maendeleo ya watu na si maslahi ya wanasiasa, kama alivyosema Stella, kwa maana ya kwamba nyakati hizi ambazo kuna vuguvugu hili la uchaguzi ambalo tunaelekea, kugawanya huku kwa majimbo kunaweza kuwa na taswira hasi kwa wananchi, kwa maana ya kwamba inaweza kuzofisha imani ya umma pale wanapokuwa na imani labda na mbunge wao, na sasa jimbo limegawanywa, inabidi waanze kutafuta mbunge mpya, na inaweza pia kuanza mgawanyiko wa kisiasa, kwa sababu watu wengine wanaweza wakawa wajui wasimamie upande gani. Lakini kingine pia ninachokiona ni kwamba inaweza kupelekea kuzorotesha demokrasia badala ya kuijenga.